Wakati huo watu wakisema kiwango cha Dube pamoja na Boyeli hakiko sawa kwa sasa hivi. Mchezaji ambayo klabu yenyewe ina mipango na yeye, na kwa kurejea kwake naona Yanga kuna kitu watapata. Ingetoka ya makocha ndio kuna namna inabadilisha hata mchezaji wa wachezaji. Mpira wa miguu sio afya nzuri, kwa maana kila mwalimu anakuja na plani yake, na kila mwalimu tukumbuke anakuja na watu wake. Suti muda wote. Kitu kingine ile spirit ambayo yuko nayo akiwa uwanjani, jinsi timu yake inapocheza. Kutoka 2009 wamekutana, timu hizi zimekutana 2009 timu hizi zimekutana mara 4 na kila mmoja kashinda mara 1 na draw. Yes, karibu kwa siku nyingine mwana michezo mwenzangu ndani ya kipindi chako pendwa cha Sport Recap. Mimi ni Neema Kayugwa. Kama ilivyo kawaida niko hapa kwa ajili ya kukupa taarifa zote za kimichezo ambazo unahitaji kuzifahamu ndani ya Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Tutakuwa na Captain Jack Musha ambaye siku zote naye pia yuko hapa kwa ajili ya kukuchambulia taarifa zote kiundani, ziwe za nje ya mipaka ya Tanzania lakini za hapa ndani ya mipaka ya Tanzania. Na machache kati ya yale mengi ambayo tutayaongelea siku ya leo bwana ni kiwango cha Clement Mzize kurejea rasmi kwenye kikosi cha Yanga baada ya kupata majeraha ya muda mrefu. Lakini pia kimataifa tutaenda kuangazia mchezo wa UEFA Champions League ambao kwa siku ya leo inarejea tena. Arsenal watajiuliza mbele ya Atletico Madrid. Nini kitatokea? Tuko hapa kwa ajili ya kukujuza leo yote ambayo unahitaji kuyafahamu. Salia nasi, tunarejea muda si mrefu. Ama kwa hakika endelea kusalia nasi na tumerejea, na kubwa zaidi leo tunaenda kudiscuss mambo mengi ya kimichezo ambayo yametokea ndani ya Tanzania pamoja na nje ya mipaka ya Tanzania. Joakim Mushi yuko hapa kwa ajili ya kukupa yote ambayo unahitaji kuyafahamu. Kwa hiyo Mushi. Kwa makaribu vipi? Mbona umeanza na da? Au hiyo da inamaanisha nini? Si nyimbo ile da. Unamaliza. Sawa, tuachane na kwenye nyimbo maana umeanza da kwema. Nikajua labda yani ile dani nyingine kumbe ni nyimbo. Unajua kuna siku Kayugwa unaamka afu kuna nyimbo haitoki kwenye kichwa chako. Kila unapokaa inajirejea. Sasa mimi kila nikikaa inajirejea. Sijui unaandika kufanya nini wewe. Yaani dot ni da unanimaliza. Sawa, tuende kwenye taarifa zetu ambazo zimetuweka kwa siku ya leo hapa. Hapa ndani leo tuende kumwangazia Clement Mzize ambaye ni mmoja wa wachezaji wadogo kwenye karia yake, lakini kwenye klabu ya Yanga pia ni wadogo kiumri, lakini kwenye mafanikio kuna namna amejenga taswira yake. Clement Mzize amekosekana kwenye michezo ya hivi karibuni ya kimataifa, lakini ukiangalia ya ligi ile ya mwanzoni kuna namna amekosekana. Majeraha ndio aliyomweka nje. Amerejea, taarifa jana ambayo imetolewa na daktari wa klabu ya Yanga kwa 80% anaweza akacheza kwenye michezo ya mbele ya Yanga, kwa maana tutaanzia hapa wa klabu bingwa barani Afrika. Kurejea kwa Clement Mzize ndani ya kikosi cha Yanga, unaona mwanga wote wa safu ya ushambuliaji kwenda kufanya vizuri. Wakati huo watu wakisema kiwango cha Dube pamoja na Boyeli hakiko sawa kwa sasa hivi. Kwa Mzize Clement kurejea kwanza ni afueni kwenye timu, kwa maana tunajua Clement Mzize mchango wake ndani ya klabu ya Yanga umeonekana kuanzia msimu uliopita. Japokuwa ni kijana lakini kwenye klabu ya Yanga amekuwa ni mtu muhimu zaidi kuliko sisi tunavyofikiria. Clement Mzize aliumia kwenye michuano ya CHAN kumbuki, kwa hiyo muda mrefu na takriban mechi kama 4 hivi kakosa. Kwenye ligi alikosa mchezo dhidi ya Pamba Jiji, alikosa mchezo dhidi ya Mbeya City. Kwa hiyo unaona kwa klabu kama Yanga, na tukumbuke Clement Mzize ni mchezaji ambaye klabu ya Yanga na mashabiki wa Yanga wanaamini msimu huu utakuwa ni bora, kwa maana tumeona walikataa ofa nono ya kwenda nje, sio unaelewa. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye klabu yenyewe ina mipango na yeye, na kwa kurejea kwake naona Yanga kuna kitu watapata, kwa sababu kama walivyosema Kayugwa, Prince Dube tumeona na Andy Boyeli bado hawatoshi. Kwa nini hao watu wawili hawajaweza kuwapa mafanikio Yanga? Kwa sababu ukiangalia kipindi Dube anasajiliwa na Yanga watu walijua. Mimi mwenyewe nilikuwa ni mmoja watu ambao niliamini Dube ameenda sehemu sahihi, kwa sababu mule ndani kuna watu wengi ambao wakutengeneza nafasi ya Dube kufunga. Lakini kwa usajili wa Boyeli ambao umefanyika msimu huu nilitegemea makubwa pia, kwa sababu ni mtu wa kutoka nje, kwa anavijua vitu vya kufanya, lakini haijawa ilivyokuwa. Kipi kifanyike kwa watu wawili? Kipi wakiongeze?
Kikubwa mimi naona ni kutumia nafasi. Kwa maana gani Kayugwa? Yanga katika vilabu ambavyo vinaongoza kutengeneza nafasi, Yanga anapata sana nafasi. Lakini zile nafasi kugeuza kwa magoli ndio imekuwa shida kwa hawa mastrika Dube pamoja na Andy Boyle. Lakini sidhani kama Andy Boyle mpaka Yanga wamemleta hapa kwamba ni mchezaji mbaya, lakini ni the way anapoingia taratibu kwenye mfumo wa mwalimu, na tumeona hivi vilabu vyetu vimekuwa vinaingia toka ya walimu. Kwa hiyo inaweza kuwa ni tatizo, kwa sababu Romain Folz labda alikuwa anajua jinsi ya kumtumia Andy Boyle, lakini kama mpaka sasa hivi tunajua Yanga wana Patrick Mabedi, ni mwalimu ambaye ni msaidizi, ila huwezi jua anaweza kuwa mwalimu mkuu. Kwa hiyo huwezi jua pia plani za mwalimu huyu zitakuwa vipi, juu ya Andy Boyle, Prince Dube ama Clement Mzize. Kwa hiyo mimi naona Prince na Andy Boyle nafasi zinatengenezwa, ila wao kuzigeuza zile nafasi kwa magoli zinakuwa tatizo. Unaona mwalimu akienda kumwamini moja kwa moja Clement Mzize kwenda kuanza, ili hali ametoka kwenye majeraha. Clement Mzize mpaka hivi tunavyoongea sio kwamba tayari bado ni majeraha. Tukumbuka alisafiri na timu kwenda Malawi mchezo wao dhidi ya Rivers Striker. Lakini kuanza kwa moja kwa moja itakuwa ni ngumu, kwa sababu tunajua mzee kwa majeruhi anahitaji dakika chache limadi mpaka aje alikavi. Kwa hiyo kwa mwalimu lolote linaweza likatokea kama kimwamini kijana moja kwa moja, kwa sababu ni vijana. Kama kijana kapata majeraha inajulikana, mzee na kijana majeraha yake nani anayekupona mapema, nani anachelewa. Kwa hivyo Clement Mzize kwa sababu bado ni kijana, tunategemea urejeo wake. Nimesikia umezungumzia kwamba ingetoka ya makocha ndio kuna namna inabadilisha hata uchezaji wa wachezaji. Yanga kwa hii misimu minne nadhani wameenda na makocha wengi sana. Ukianzia kwa Nadia ambaye amehudumu ndani ya miaka 2 na akaipa mafanikio Yanga, akaja Gamondi akacheza kama mwaka mmoja na nusu, kwa sababu mechi za mwanzoni alitembea nazo wakamfukuza baada ya kupoteza na Azam pamoja na Tabora United kipindi hicho. Akaja baada ya hapo akaja tena mtu mwingine Mirudi akaondoka, akaja Romain Folz naye kaondoka. Sasa hivi Patrick Mabedi, makocha 6 ndani ya misimu 4. Hii inakaaje? Kwenye afya ya mpira wa miguu sio afya nzuri, kwa maana kila mwalimu anakuja na plani yake, na kila mwalimu anakuja tukumbuke anakuja na watu wake. Yaani huyo Romain Folz alipokuja labda alikuja na mapendekezo yake. Sasa hivi yuko Patrick Mabedi, naye lazima atakuwa na mapendekezo yake, lazima ataona kuna sehemu haimridhishi, anahitaji kufanya usajili. Kwa hiyo kisha kuna usajili, kumbuka kuna wachezaji ambao pia wamesajiliwa, kwa hiyo inabidi waondoke. Kwa hiyo inakuwa ni hasara kwa klabu, pia inakuwa haina faida. Kwa hiyo kwa hii ingetoka walimu, tunabidi tukae chini sisi wenyewe tuangalie kosa liko wapi, kwa maana sio kwa Yanga tu. Klabu vingi Tanzania unaona mwalimu anafundisha tu mwezi mmoja, mwezi wa pili akifunga mechi 2 hayupo. Kwa hiyo inakuwa sio afya njema kwenye mpira wa miguu. Yanga anahitaji kocha aina gani tunaenda kumalizia? Kwa sababu kama wachezaji wakubwa wazuri wanao, wakina Pakome, wakina Mzize, unaona wakina Israel Mwenda. Yaani ni aina ya wachezaji ambao hawahitaji kukalishwa darasani kufundishwa jinsi ya kupiga kona, sio kufanya nini. Wanahitaji kocha wa aina gani ambaye ataenda kuingia kwenye kikosi moja kwa moja na kuirudisha ile Yanga ya miaka 2 au 3 iliyopita. Kwa level ambao Yanga anafikia sasa hivi, ama kwa level ya soka letu la Tanzania limefikia, Yanga anahitaji mwalimu mkubwa ambaye atakuwa na sauti ndani ya kesi ngumu, kwa maana Yanga wana wachezaji wakubwa. Ukimleta mwalimu mdogo kama Romain Folz, kuna baadhi ya vitu watakuwa hawaendi sawa, kwa sababu tunajua akili za vijana kuna muda mnafika mnaongea kitu kimoja, lakini unapopata mtu ambaye ana busara, kuna muda busara zake nazozisikia zinasaidia. Taarifa ya Yanga pamoja na kurejea kwa Clement Mzize ndani ya kikosi cha Yanga ndio inatutamatishia taarifa zetu za hapa ndani, na moja kwa moja tunaenda kwenye upande wa kimataifa. Na Mushi kwenye kimataifa bwana, kubwa zaidi ni kurejea kwa UEFA Champions League ambayo ni moja ya niseme mashindano ambayo yanatazama sana. Na leo moja ya mechi kubwa ni Arsenal anaenda kujiuliza mbele ya watoto wa Diego Simeone. Moja ya makocha Mushi wanaonifurahisha kwanza uvaji wake, suti muda wote. Kitu kingine ile spirit ambayo yuko nayo akiwa uwanjani, jinsi timu yake inavyocheza, na utamjua vizuri baada ya timu yake kupata bao lolote. Ni moja ya makocha ambao wanapenda muda wote kuelekeza sana. Arsenal anaenda kukutana na mchezo wa aina gani? Atletico Madrid kutoka La Liga, lakini yeye akiwa anatoka katika ligi ya EPL.
Kwanza utakuwa ni mchezo mgumu Kayugwa. Tukumbuke Arsenal dhidi ya Atletico Madrid haujaikuwa mchezo mgumu, na toka 2009 wamekutana, timu hizi zimekutana 2009 timu hizi zimekutana mara 4 na kila mmoja kashinda mara moja na draw moja. Kwa hiyo inaonyesha kabisa ni timu ambazo zinajuana. Atletico tunajua mpira wao, Arsenal tunajua mpira wao. Kwa hiyo utakuwa ni mchezo mgumu, na tukitaka kuangalia Atletico ndio utakuwa mgumu sana. Kwa maana gani? Tunajua Atletico Madrid mpaka sasa hivi ana pointi 3. Mechi ya kwanza alipoteza dhidi ya Liverpool 3-2, akaja akamkamata Mjerumani Frankfurt akamkanda goli 5-1. Kwa hiyo unaona, lakini kwa Arsenal wao wako vizuri kwa sababu mpaka sasa hivi wamecheza michezo miwili na wana pointi 6. Mechi ya kwanza dhidi ya Atletico Club walishinda goli 2, mechi iliyofuata walishinda goli 2. Kwa hiyo inaonyesha kabisa ni utakuwa ni mchezo mgumu, na kwa sasa hivi Arsenal hawana cha kupoteza. Yaani sasa hivi Arteta hana cha kutuambia tegana. Mikel Arteta ni mmoja wa makocha ambao kwa msimu huu kama akipoteza ama asipochukua kikombe chochote, mimi naweza nikasema angekuwa kwa hapa Bongo basi angekuwa na yeye ana ile taarifa kwa umma. Kwa sababu moja ya kikosi ambacho sasa hivi kinajengeka na kinapewa asilimia kubwa ya mastaa wengi, wachambuzi wengi wa soka duniani kuipa asilimia kubwa ya kuchukua ubingwa wa EPL basi ni Arsenal. Lakini pia kufanya vizuri kwenye mashindano haya ambayo yanafanyika hivi karibuni, tukianza na UEFA, wanapewa nafasi ya Arsenal kufanya vizuri. Na imejengeka kwamba sasa hivi wana safu bora ya ulinzi. Unaamini na yenyewe ikienda kufanya vizuri mbele ya Atletico Madrid ambao kwa upande wa La Liga nao sio kwamba ni wabaya, wapo katika ile top 5 kwenye upande mpaka sasa hivi inaendelea, wapo top 5. Safu ya ulinzi ya Arsenal leo inaenda kuingia vipi mbele ya Atletico Madrid? Tunavyojua Atletico nao ni wazuri kiasi chake. Atletico ni wazuri sana tena kwenye safu kama ya ushambuliaji. Tukumbuke tusijisaulishe, tukumbuke hapo kwenye La Liga juzi kati tu kuna moja ya timu kubwa tu iliogelea goli nyingi mbele ya Atletico Madrid. Kwa hiyo kwa ukuta wa Arsenal leo hii watakuwa na kazi ngumu sana ya kuweza kumzuia Alvarez. Sio, unaelewa, ni kijana ambaye kwa sasa hivi ni mtu ambaye watu wanamuongelea, ni mtu ambaye amerudi kwenye fomu yake, sio, unaelewa. Kwa hiyo kwa Arsenal, lakini mimi nakuwa na imani na ukuta wa Arsenal wakiongozwa na William Saliba, David Laya golini, ukija huko kuna Julian Timber. Ni timu ambayo tayari imeshajipata, lakini mpira una matokeo matatu kwa hiyo. Unaweza ukafanya mistake ndogo ikakuadhibu. Kwa hiyo kwa Arsenal kwa ukuta wao mimi nauamini, lakini pia kwa Atletico Madrid safu yao ya ushambuliaji ni hatari zaidi. Mpira una matokeo matatu. Nataka nitajie matokeo moja niseme. Nani anaenda kuchukua mchezo huu leo? Kwa maana kuchukua pointi 3. Mimi hapa pointi yangu mimi nitampa Arsenal. Kwa nini? Kwa sababu the way alipocheza na rekodi zake za nyuma, kutaka kuangalia mchezo uliopita ulikuwa ni ngumu dhidi ya Fulham, lakini walipata ushindi wa goli moja. Pia timu yao ni kama tayari imesha ile combination tayari imeshaungana. Ukiangalia mawinga wao, wakina Trossard, wakina Saka, wakina Eze, wote wanaonyesha kabisa kuna kitu wanakihitaji. Afu pia ni wachezaji ambao ukiangalia age yao ni age ambayo inahitaji mafanikio, sio kwamba tunaenda kukua. Sijui unaelewa, maana Arsenal miaka mitatu nyuma ilikuwa kwamba ni timu kama inakuza vipaji, sijui unanielewa. Lakini ukitaka kuangalia sasa hivi wana vijana ambao tayari washazunguka baadhi ya vilabu. Kwa hiyo ndoto yao ama dream yao wanaotamani ni kuchukua ubingwa wa UEFA Champions League ama APL. Ndio maana wanaondoka na Arsenal. Arsenal mshika hapa nafasi kubwa ya kushinda mchezo wa leo, lakini tuangalie jinsi ambavyo wataingia, lakini aina kikosi ambacho kitapangwa kwa siku ya leo. Hatuna la ziada undani. Ulikuwa na Neema Kayugwa, lakini Mushi alikuwa hapa kwa ajili ya kukupa yote ambayo unahitaji kuyafahamu. Nataka nimuulize kitu kimoja Mushi. Leo tunaondoka. Mimi naondoka kama Roman Falls. Umenishika. Hata sijajua mwanangu unaondoka kama mimi. Yaani leo sijui niondoke kama nani. Ila sema mimi naondoka tu tuseme kama nani, Diego Simeone. Kidogo kwa mbali. Tukutane tena wakati mwingine hapa ndani ya FJ TV, na kama kuna taarifa zingine ambazo ulikuwa unahitaji kuzifahamu na hujazisikia hapa, tembelea kwenye kurasa zetu mbalimbali za kijamii, YouTube kama FJ TV, lakini kwa upande wa Instagram kama FJ_TV. Lakini mimi utanipata kwa jina la Neema Kayugwa _9 kwa upande wa YouTube, kwa upande wa Instagram Mushi. Mimi Instagram ni Joakim Mushi, TikTok Joakim Mushi, Facebook Joakim Mushi. WhatsApp tunajua jinsi ya kutafuta. Sawa, tutane tena hapa ndani ya FJ TV.